Majina yangu ni Apostle Gitau John, na Yesu ni Bwana katika maisha yangu. Kanisa hili linaitwa End Time Glory Church, na Yesu ni Bwana na Yesu ni Mwokozi wetu. Nashukuru Mungu kwa sababu ya hii nafasi, na asubuhi ya leo ningetaka kulisoma neno la Mungu, na ninajua ya kwamba litatubariki. Ninasoma kutoka kwa kitabu cha 2 Peter chapter number 2 na nitasoma mstari wa 7 kwenda hapo chini kidogo. Maandiko inasema, kama nisome from verse number 6, and turning the cities of Sodom and Gomorrah into ashes, condemned them to destruction, making them an example for those who afterwards would live ungodly, and delivered the righteous Lot, who was oppressed by the filthy conduct of the wicked. For that righteous man, dwelling among them, tormented his righteous soul from day to day, by seeing and hearing their lawless deeds. The Lord knows how to deliver the godly out of temptation, and to reserve the unjust under punishment for the day of judgment. Biblia inasema ya kwamba wakati Mungu alifanya miji ya Sodomo na Gomora kuwa majivu, akawahukumu na akawafanya kuwa kielelezo ama example kwa wale watu ambao wataishi maisha yasiyo ya Mungu baadaye. Maandiko inasema kama Mungu alifanya hivyo, anajua kukomboa wenye haki, ama akamkomboa Lutu ambaye alikuwa mwenye haki, ambaye alikuwa anafinyiliwa na matendo machafu ambayo ilikuwa inafanywa huko. Maandiko inasema huyo mtu mwenye haki akiwa anakaa katikati yao, alisumbuka katika moyo wake mwenye haki siku baada ya siku, kwa kuona na kusikia ile mambo ambayo ni ya kuvunja sheria waliokuwa wanaifanya. Biblia inatukumbusha na inatuelezea juu ya Lutu wakati waliachana na Abraham. Lutu alichagua kwenda Sodoma, lakini kitu kimoja tunaona, alikuwa mwenye haki. Nilikuwa ninafanya study na nilikuwa ninasema ya kwamba pale kitambo nilikuwa kulingana na nyimbo ambazo tumekuwa tukiimba, Lutu anasemekana ni mbaya, lakini kila mahali Bible inaonyesha alikuwa mwenye haki. Matendo yake ilikuwa ya haki, kwa sababu hata wakati Abraham alikuwa anamufanyia maombi ama anaintasidi kwa ajili yake, alikuwa anauliza Mungu, utahukumu wenye haki na wabaya kwa hukumu moja? Na akasema iwe mbali na Mungu mwenye kuhukumu dunia yote ya kwamba aweza kuhukumu wenye haki na wabaya kwa hukumu moja. Kwa hivyo Abraham mwenyewe akaonyesha ya kwamba Lutu alikuwa mwenye haki. Kitabu hiki cha Peter, 2 Peter, from verse number 6 ama chapter number 2 from verse number 6, inasema ya kwamba wakati alikuwa anakaa katikati yao, maandiko inasema ya kwamba alikuwa anaudhika, alikuwa anasumbuka kwa kuona matendo ambayo ni mabaya ambayo walikuwa wanafanya. Hii inanionyesha ya kwamba hakuwa anahusika na hayo matendo. Wakati alikuwa anaona ikitendeka, maandiko inasema ya kwamba his righteous soul was vexed. Alikuwa anasumbuka
Unaweza kuuliza ni matendo gani? Kama unaona hilo jina lenyewe, the word Sodome limetoka kutoka kwa huu mji wa Sodoma, kwa sababu Biblia inatuonyesha ya kwamba matendo yao yalikuwa mabaya. Praise God. Amen. Hao ndio walikuwa mashoka ambao wameelezewa waziwazi kwa Biblia. Na maandiko inasema Lutu wakati alikuwa anaona wanatufanya hayo matendo, maandiko inasema his righteous soul was vexed to them day by day. Kila siku akiona hayo matendo alikuwa anasumbuka vya kutosha. Nayo maandiko inasema ya kwamba kama Mungu alimtoa huko, maandiko inasema ya kwamba akamuondolea hayo majaribu ambayo alikuwa anakabiliana nayo. Maandiko inasema ya kwamba Mungu ajua kuwaokoa wenye haki kutokana na majaribu na mambo ambayo huwa inakuja. Then the Lord knows how to deliver the godly out of temptations and to reserve the unjust under punishment for the day of judgment. Maandiko inasema Mungu anajua na ako na uwezo wa kukomboa wenye haki kutokana na maovu ama na majaribu na mambo ambayo inakuja. Praise God. Amen. Nataka kanisa la Bwana, nataka wewe ambaye unanisikiliza ukajue ya kwamba in this life, if you don't compromise, kama hautafanya kama watu wengine na uendelee kukaa katika njia za Bwana, maandiko inasema ya kwamba kuna mahali ambapo Mungu ameweka wokovu wako, kuna mahali ambapo Mungu ameweka ushindi wako, kuna mahali ambapo Mungu ameweka kukufungulia milango ndio ukaweze kuendelea. Praise God. Amen. Kila mwenye haki, nataka nikuambie kama vile maandiko inasema kwa kitabu cha Isaiah 3 verse number 10 ya kwamba tell the righteous it shall be well with them, for they shall eat the fruits of their doing. Mtu akiwa mwenye haki, hata dunia ifanye nini, hata mambo gani ifanyike, if you are a righteous person, God will regard you. Bwana sifiwe. Mambo yako Mungu huangalia, na Biblia imesema ya kwamba wale watu ambao huteswa kwa sababu ya matendo ya haki ama kwa sababu ya haki, maandiko inasema the kingdom of heaven is yours. Hii inamaanisha ya kwamba whatever you will be receiving, you will be receiving from heaven. Praise God. Tuko na nyakati ngumu ambazo tunaishi. Mahali popote ukienda unaambiwa ya kwamba usipohongana, usipokubali kucompromise, upeane mwili wako, ufanye mambo mengine ambayo hayafai, huwa tunaambiwa ya kwamba hakuna msaada kwako. Nataka ujue ya kwamba ukiteswa kwa sababu ya hayo mambo, nataka nikuambie it is the right time, expect to receive from heaven. Amen. Bwana sifiwe. Amen. Wenye haki hata uponyaji wao watapata kutoka juu mbinguni. Semeni tu amen. Amen. God will heal you kwa sababu wewe ni mwenye haki. Wenye haki ambao wanafanya mapenzi ya Mungu, nataka niwaambie ya kwamba hata milango yako itafunguliwa kutoka juu mbinguni. Sio lazima uwe umesoma, sio lazima uwe connected to a God Father somewhere. If you are a righteous person, it is good for you to know from today ya kwamba Mungu anakujua, anajua nyakati ambazo unakaa, na anajua ya kwamba unahitaji kazi, unahitaji kila kitu ambacho hufanya binadamu aishi. Na ninataka nikuambie ya kwamba ukiwa mwenye haki, dunia ikikosa kusimama na wewe, Mungu mwenyewe ataingilia na utapata kutoka juu mbinguni. Praise God. Amen. Nilipokuwa ninasoma na nilipokuwa ninawaza, wakati Mungu alikuwa ananiongoza nikaweza kuhubiri huu ujumbe, nilienda nikaelekezwa kwa mtu mmoja ambaye anaitwa Mordekai, na Bible inasema ya kwamba kulikuwa na njama ya kumwangamiza mfalme. Mordekai akaona ya kwamba hili jambo si mzuri, na akatumia uwezo wake akapeana ripoti kule ikulu ama state house ya huko. Wakati
na huo mpango ukaweza kubadilishwa. Lakini hata baada ya mpango kubadilishwa, hakuna mtu alimuona akiwa mtu wa maana. Waliachana na hiyo mambo tu namna hiyo, na wakasema ya kwamba huyu mtu ambaye ameleta ripoti hata sio wa huku kwetu, na wakajua ya kwamba hata kama amefanya kitendo kizuri, wachaneni naye. Amefanya vizuri, mfalme ameokolewa, lakini yeye mambo yake, huyu ni refugee, wachaneni naye. Na mambo yake ikaachwa. Ilipoachwa, kukafika mahali akakuta kila mtu anamuinamia yule mtu ambaye alikuwa anaitwa nani? Kanisa nisaidieni. Alikuwa anaitwa Haman. Wakati aliona kila mtu anainamia Haman, kulingana na yeye na katiba ya kwao, haufai kuinamia mtu mwingine yoyote isipokuwa Mungu. Yeye peke yake akakataa, akasema ya kwamba mimi huinamia Mungu tu peke yake. I cannot bow down to you because you are not God. Na kwa sababu hiyo akapangiwa mpango mbaya, na huyo ambaye anaitwa Haman akasema, sasa hapa hata sitaangamiza huyu refugee peke yake, nitamuangamiza na familia yake yote. Na akapanga mipango, na ikaonekana kana kwamba itafaulu. Wakati alipopanga, huyu mtu mwenye haki wakaenda kwa maombi ya prayer and fasting just for 3 days. Walipofanya hiyo maombi, I want to tell you, wewe ambaye unanitazama na kunisikiliza, hiyo maombi ya haki, maandiko inasema ya kwamba ilifanya mfalme akose usingizi. Na alipokosa usingizi, wakati alipoitisha vitabu zake aangalie matukio ambayo imetendeka kule ambapo walikuwa, maandiko inasema Mungu akafanya macho yake ikaweze kuona vile alivyosaidiwa na Mordekai, na zikalingana na wakati ambapo alikuwa amepangiwa kuangamizwa. The Bible says ya kwamba aliitana akauliza nani ako nje, na alipokuja akauliza yule mtu ambaye mfalme angetaka kuheshimisha anafaa kufanyiwa nini. Na kutoka hapo the tables were turned. Praise God. Amen. Biblia inanionyesha ya kwamba wakati Haman mwenyewe alikuja akifikiria ya kwamba ni yeye, na alikuwa anajitafutia mambo makuu, akasema mtu kama huyo anafaa kuvalishwa mavazi mazuri. Akishavalishwa mavazi mazuri, atafutiwe farasi moja kati ya zile zinazobeba mfalme, na kuenda mtu mbele akimuongoza, akitangaza ya kwamba hivi ndivyo yule mtu ambaye mfalme angetaka kuheshimisha anavyofaa kufanywa. Akasema kuenda kukiwa na proclamation ya kutangaza, angalieni, huyu ndiye mtu ambaye mfalme anataka kuheshimisha na mtu ambaye anapenda sana. Mambo ikabadilika, akaambiwa vile umesema, pasipo kuruka hata hatua moja, nataka Mordekai afanyiwe. Praise God. Alikuwa mwenye haki na hakuwa kwao. Praise God. Nasema alikuwa mwenye haki na hakuwa nchi yao, alikuwa wameenda ugenini mahali walikuwa wametekwa. Na Biblia inasema ya kwamba mfalme kupitia kwa Mungu mwenyewe, nimesema those who are persecuted for righteousness sake belong to the kingdom of heaven. Amen. Mungu akatumana kutoka juu mbinguni, hawa watu wanataka kumuangamiza. Akatumana akaambia mfalme, huu si wakati wa kuangamiza Mordekai, ni wakati wa kumheshimisha, na asiheshimishwe kwa njia ya kimadharau, aheshimishwe kwa njia nzuri. Na yule mtu anajua jinsi ya kuheshimisha mtu ambaye Mungu ameheshimu ni Haman peke yake. Akuje aelezee the steps to follow. Amen. Praise God. Amen. Akuje aelezee hatua ambazo mtu anafaa kuchukua, na kwa sababu ameelezea vizuri, yeye mwenyewe afanye namna hiyo. Amen. Isikuje kuwa na makosa. Amen. Praise God. Amen. Kwa sababu ya kufanya matendo ya haki. Watu wa Mungu, as I finish,
nataka nikaweze kukuambia mtu wa Mungu ya kwamba nyakati ambazo tuko nazo, these are the best times. Hata pasipo kuchungwa, pasipo kusukumwa, make sure you are righteous. Amen. Praise God. Amen. Hakikisha unafanya matendo ya haki, na hii matendo ya haki itakuwa nguo kwako, itakufunika. Praise God. Amen. Matendo ya haki kufunika mtu. Aibu ambayo ungepata hautaipata ukiwa mwenye haki. Praise God. Amen. Hii matendo ya haki itakuletea uponyaji. Hii matendo ya haki nataka nikuambie ya kwamba itafanya uwe rafiki wa Mungu. Friend of God. Amen. Abraham believed God, and it was reckoned to him for righteousness, and he was called a friend of God. Amen. Wakati Mungu anaongea juu ya marafiki zake, atakuwa anasema rafiki yangu, unaweza kuweka jina yako hapo. Amen. Praise God. Amen. Matendo ya haki itafanya hata ukiwa ugenini, milango yako itafunguka. Kitabu cha Isaiah chapter number 26, exact verse number 2, inasema ya kwamba open the gates that the righteous nation that keeps the truth may enter in. Matendo ya haki itakufungulia milango. Biblia haijasema masomo, imesema matendo ya haki. Mimi nimeshawahi kushuhudia watu ambao hawajasoma na wanafanya matendo ya haki, na ikachunguzwa ikasemekana ya kwamba huyu tu hata kama hajasoma afadhali aanze kazi na apelekwe training, kwa sababu ndiye anafaa hapa. Tukiweka huyu hapa ama tukimpeleka kwa hii position, tunajua ya kwamba mambo itaenda vizuri. Praise God. Amen. Matendo ya haki hufungulia watu milango. Amen. Na Bible haijasema doors, imesema open the gates that the righteous nation may enter. Amen. Matendo ya haki, watu wa Mungu, itawafungulia milango. Na ninapoenda kumaliza, nataka niseme ya kwamba kuna tofauti ya kufunguliwa dirisha, kuna tofauti ya kufunguliwa mlango na kufunguliwa gate. Kama gate itafunguliwa kwa sababu yako, kile kitu utaingiza ni kitu ambacho huingilia kwa gate. Amen. Praise God. Amen. Baraka zile ambazo utapata si baraka ambazo huingiziwa kwa dirisha, ni zile huingiziwa kwa gate, na Mungu awapatie katika jina la Yesu. Praise God. Amen. Mungu awapatie baraka aina hizo. Ukienda mahali popote, may God bless you such that when you go to enter in, a gate must be opened. Amen. Na mimi sitaki kusema ni nini, nataka tuliseme ya kwamba Bwana awabariki na baraka ambazo ni lazima gate ifunguliwe ndio ziingie. Amen. Praise God. Amen. Hallelujah. Matendo ya haki. Mungu anatafuta watu ambao baada ya kumwamini Kristo watafanya matendo ya haki. Na Biblia inasema ya kwamba, neno la Mungu linasema ya kwamba God would like to make you to enter through gates. Amen. Praise God. Amen. God would like to make you to enter through the gates. Amen. When you enter the gate, it is also easy to enter through the door. Praise God. Amen. Bwana awabariki. Amen. Na awapende. Ninapoenda kumaliza, watu wa Mungu, nataka nikaweze kumaliza tu na hili neno moja. Kuna watu hutenda matendo ya haki lakini wako nje ya Kristo. Nataka niwakumbushe ya kwamba you are not the first one. Kuna mtu ambaye anaitwa Cornelius na alikuwa anafanya matendo mazuri mpaka Biblia imerekodi na ikasema ya kwamba hiyo matendo yake mazuri ilifanyika kuwa dhabihu ya ukumbusho, memorial. Praise
God. Bwana asifiwe. Ikafanyika kuwa memorial offering mbele za Mungu, sadaka ambayo ilifanya Mungu amkumbuke. Na wakati Mungu alimkumbuka, maandiko inasema alitumiwa Petro, akaambiwa uite Petro, atakuambia vile utakavyofanya. Petro alipokuja akamuombea ama akamuongoza kujua ya kwamba anahitaji Yesu katika maisha yake. Sasa akifanya matendo mazuri akiwa ndani ya Yesu, kila kitu ambacho mwenye haki huwa anapokea akaanza kupokea. Tunapoendelea kufanya matendo mazuri, hiyo matendo itatufuata. Hiyo matendo, maandiko inasema tutakula matunda ya matendo yetu. God bless you. Ningetaka wewe siku ya leo ambaye umekaa kama Cornelius kabla hajatembelewa na Petro, katika kitabu cha Petro, katika kitabu cha Acts chapter number 10, kama wewe unakaa kama Cornelius wakati huo na unanisikiliza na unajua ya kwamba mimi ndani yangu ninasikia nikifanya vibaya sifurani, I know how to do good. Nataka nikuambie siku ya leo Yesu anakuita, angetaka umpokee. Ndio unapofanya hayo matendo, Bwana apate nafasi ya kukubariki kwa baraka za watakatifu katika jina la Yesu. Nataka tuombe na wewe hili ombi, mpokee Yesu ndani ya maisha yako na Bwana ataendelea kukutendea mambo makuu maishani. Hebu tukaombe. Omba kwa imani, na ukiomba kwa imani utampokea Yesu. Sema, Bwana Yesu, naja kwako, nisamehe dhambi na maovu na makosa yote, nioshe kwa damu yako ya thamani. Ninakuita Bwana Yesu, ingia ndani ya moyo wangu, fanyika kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Kutoka siku ya leo, tawala maisha yangu yote, ukatawale moyo wangu, ukatawale nafsi yangu na hata mwili wangu. Nisaidie nikakutumikie kwa maisha yangu yote. Nimejitoa kwako, niongoze kutoka leo. Kwa jina lako kuu Yesu Kristo nimeomba na nimeamini. God bless you so much. Bwana akubariki. Biblia inasema ya kwamba hata kumwamini Bwana na kumpokea, hiyo ndiyo hatua ya kwanza ya kulitenda tendo la haki. Bwana akukumbuke siku zote za maisha yako. Kama umeomba hilo ombi, hii namba ambayo nitakupatia unaweza kuitumia, utupigie tujue ya kwamba umempokea Yesu. 0710 789 480. Ukipiga hiyo namba, tutajua ya kwamba siku ya leo umefanya uamuzi wa kumpokea Yesu, na Bwana awe nawe na akubariki. Nataka kwa wale wote ambao tulikuwa tunashirikiana, nataka niombe ombi moja la kuwabariki na kumwambia Mungu awakumbuke pasipo kujali wewe ni nani ama uko wapi. Bible inasema ya kwamba Mordekai alibarikiwa akiwa kwa nchi ya ugeni. Kila mtu ambaye hata Yusufu alibarikiwa akiwa kwa nchi ya ugeni kwa sababu ya matendo ya haki. Mradi tu wewe ni mwenye haki, God will bless you. Nataka tukaweze kuomba. Amini Bwana pamoja nami, walio mbali na nyinyi ambao tuko nanyi, nataka tukaombe. Baba Mungu, katika jina la Yesu Kristo, naita jina lako wakati huu. Ninaomba Bwana ukawakumbuke hawa wenye haki ambao wako mbele zako siku ya leo. Neno lako limesema ya kwamba kuna milango inafunguka kwa ajili yao, kuna matendo mazuri inayowafuata. Baba, umesema ya kwamba ufalme wa mbinguni ni wao. Jehova Mungu, umesema siku ya leo ya kwamba Bwana, hawa ambao ni wenye haki, Mungu, wanafanyika marafiki wako. Jehova, nakuita, ninaomba ukakumbuke kila mmoja aliye mbele zako siku ya leo. Kumbuka matendo yao. Ninaomba ikafanyike kuwa nguo katika maisha yao. Hawatakuwa uchi tena, in the name of Jesus Christ. Baba Mungu, wale ambao wamepangiwa mipango mibaya na adui, twaiharibu, tunaivunja na kuisambaratisha katika jina la Yesu. Baba Mungu, wale ambao wamepangiwa kufutwa kazi, tunakuamini ya kwamba
utawadhibitisha. Kazi zao zimetokana na baraka zako. Wote ambao Bwana wametumiwa magonjwa ikawatese, katika jina la Yesu na kuamini, matendo yao ikawatetee, wainue kutoka kwa vitanda vya magonjwa katika jina la Yesu. Baba, tunaomba ya kwamba utawasustini katika maisha yao yote. Mtakatifu Baba, Bwana, tunakuita na tunakuaminia kwamba kuna malango inafunguka mbele zao na haiwezi fungika, kwa sababu Baba ni agizo kutoka kwako, hiyo ndio la malango ikafunguke mbele zao, in the name of Jesus Christ. Kila baraka ambazo hufuatana na wenye haki, Baba, ninaomba wakaanze kuzikulia. Biblia inasema ya kwamba wenye haki wasiogope, watakula matunda ya matendo yao. Nimekuamini mwezi huu wa Disemba ambao tunaingia, wacha watu wako wakulie matendo yao ya haki, in Jesus name. Kila maroho ya mauti, kila magonjwa na maambukizi, kila nguvu za uganga na uchawi, tumezikataa, tumezipinga na kuzikemea kwa jina la Yesu. Baba, tunakuaminia kwamba hawatakufa premature death, kwa sababu utawalinda na utawadumisha. Kwa jina kuu la Yesu Kristo tumeomba na tumeamini. God bless you so much. Tutaonana wakati huo mwingine kwa ibada nyingine. Bwana awabariki, awachunge na walinde. Ninawaombea tunapoingia kwa season ya Disemba. Bwana awe nanyi na awatembelee kwa njia kuu. In Jesus name, bye bye.